Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Vita vya Iran na Marekani ndio vimeanza upya, ambapo jeshi la IRGC kupitia makao yake makuu ya hatima ya mitume ama mwisho wa mitume, yani Al-Khatam Al-Anbiya kule nchini Iran, Tehran, limetoa kauli nzito na kauli tata kwa Marekani, ikitoa onyo kubwa sana kwa Marekani, ambapo imesema kwamba mashambulizi dhidi ya Marekani ndio kwanza yameanza kufuatia kile ambacho inaendeleza kule Lebanon, lakini pia na washirika wengine wa Iran. Katika taarifa iliyotoa jeshi hilo kupitia taarifa kwa umma iliyochapishwa katika shirika la habari la serikali la Irani IRNA, imeeleza kwamba makombora, mizinga na silaha nzito tayari vidole vipo katika kiwashio kwa ajili ya mashambulizi mazito ambayo Marekani na Israeli haijawahi kupokea tangu vita hivi vimeanza mapema Februari 28 mwaka huu 2026. IRGC ikieleza taarifa hiyo imesema, na hapa naomba kunukuu: jeshi imara la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC tunapenda kutoa tahadhari kwa Marekani na mshirika wake Israeli ya kwamba jeshi letu liko imara zaidi na utayari wa kutosha kwa ajili ya kufyatua na kuwasha moto wa makombora makali zaidi, hii ikiashiria utayari mkubwa wa kijeshi kabla ya mazungumzo na Marekani chini ya Pakistani mjini Islamabad. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC tunapenda kuonya ya kwamba mashambulizi yoyote yanayoendelea dhidi ya Hezbollah, Hamas na Lebanon yatakabiliwa na majibu mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa, na majibu haya yatasababisha uchungu mwingi sana kwa wote wawili wanaoshirikiana pamoja, Marekani na Israeli. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC tunapenda kutoa taarifa ya kwamba tutaendelea kuimarisha ulinzi na usimamizi madhubuti katika mlango wa bahari wa Hormuz, na katika hilo hatutorudi nyuma katika awamu mpya ya usimamizi na udhibiti kikamilifu wa mlango wa bahari wa Hormuz. Na huo ndio mwisho wa kunukuu kauli ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kutokea nchini Irani, makao makuu ya hatima ya mitume, yani Al-Khatam Al-Anbiya pale nchini Iran mjini Tehran, ambapo taarifa hiyo inaelezea kwamba Iran imejipanga na imejidhatiti kushambulia Marekani na Israeli hivi karibuni kwa kufuatia kile ambacho ameeleza kama ukaidi na usaliti wa kushambulia marafiki wa karibu ama majirani wa Irani, Lebanon, ikiwemo makundi ya Hezbollah, Hamas na maeneo mengine ukanda huo. Sasa kufuatia kauli hiyo ya jeshi la Irani IRGC, bado kuna kauli mtambuka juu ya siri kubwa ya Wairani na jeshi zima la Irani IRGC ndani ya taifa la Irani, ambapo kauli hizo zimekuwa zikihoji kwamba ni kwa namna gani Wairani wote wanapata ushiriki mkubwa sana na hamasa kubwa kwa raia wao na viongozi wao ambao wanaongoza taifa la Irani. Sasa jambo kubwa ambalo Irani limeonyesha waziwazi ni juu ya ushirikiano bainifu, yani juu ya mshikamano. Ndio jambo kuu ambalo Irani wanalo, na ndio siri kubwa ya mafanikio ya Irani, na ndio siri kubwa ya ushindi ambao wamekuwa wakiendeleza kuupata katika vita vyao dhidi yao na Marekani. Yani wamekuwa wakisema jambo huwa wanakwenda kwa pamoja, wanashikana na kutosalitiana, ambapo kufuatia hayo yote naibu spika wa bunge la Marekani yeye amesimama kidete, ameunga mkono wa Irani wote, akisema kwamba uaminifu wa viongozi na raia wote wa Irani uko ndani ya jeshi la Irani na sio mazungumzo, akisema mazungumzo ni ya kilaghai kwa wana wa Irani. Mazungumzo hayana msingi, hayana tija kwa watu wa Irani. Watu wa Irani wanaamini zaidi mapambano kupitia jeshi lao la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Naibu spika wa bunge la Irani ambaye pia ni mbunge mwandamizi wa Irani amesema hana imani na mazungumzo yoyote ambayo yanafanyika baina ya Irani na Marekani, na akiwasihi maafisa wa Irani kuchukua hatua kwa tahadhari katika mazungumzo na Marekani, akisema Marekani ni walaghai, ni wadhalimu wa raia na taifa la Irani. Naibu spika wa bunge la Irani Bwana Hamid Reza Hadi Babai amesema, na hapa ninamnukuu: tunawaamini makamanda wetu kwa 100%, lakini sio katika mazungumzo. Mtu yeyote ambaye hawezi kujadili kama makombora yetu na watu wetu mitaani hapaswi kwenda. Na huo ndio mwisho wa kumnukuu naibu spika wa bunge la Irani Hamid Reza Hadi Babai, ambaye amezungumza akitoa onyo kwa maafisa wote na serikali ya Irani juu ya mazungumzo ambayo yanakwenda kufanyika kati ya Irani na maafisa wa Marekani.
Wakati hayo yakiendelea na mashambulizi yakiendelea kuripotiwa huko Lebanon kwa makundi ya Hezbollah na Hamas, televisheni ya Lebanon imeripoti kwamba mashambulizi ya Israeli yamearifiwa kuwaua wanajeshi kadhaa wa IRGC mjini Beirut, Lebanon, ambapo taarifa ya mapema kupitia shirika hilo la habari la Lebanon limeeleza kwamba wanajeshi wote waliouawa katika shambulizi hilo la Israeli walikuwa wakifanya kazi nchini Lebanon na walikuwa na jukumu la kusimamia shughuli za Hezbollah wakati wa mashambulizi makubwa yaliyofanywa Aprili 8 mwaka huu 2026. Hata hivyo, kufuatia hilo, serikali ya Irani kupitia jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu imejibu mauaji hayo ikisema kwamba mashambulizi makali yatafuatwa huko Israeli dhidi ya kile ambacho imefanya huko Lebanon, ikisema mashambulizi yatafanywa hata kabla ya mazungumzo kuanza baina ya Marekani na Irani. Jeshi la IRGC likitoa taarifa hiyo limesema kwamba anga la Mashariki ya Kati, ukanda wa Israeli, linapaswa kuwa makini usiku wa leo dhidi ya ulinzi wa anga. Mashambulizi makali yatashuhudiwa angani eneo hilo kufuatia kile ambacho imesema kama usaliti, wakati mazungumzo yakitarajiwa kufanyika huko Islamabad, Pakistan. Kufuatia hilo, Umoja wa Mataifa umeonya kwamba Lebanon inakabiliwa na mgogoro wa chakula, huku vita vya Irani vikivuruga kile imesema usambazaji huo wa chakula eneo hilo Lebanon. Katika taarifa ya Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la chakula duniani FAO, lililonukuliwa na shirika la habari la Reuters, imeeleza kwamba kumekuwapo na hatari kubwa ya ukosefu wa chakula Lebanon kufuatia ukosefu ufikiwaji wa usambazaji wa chakula katika eneo hilo la Lebanon. Shirika hilo la chakula duniani FAO likizungumza hilo limesema, na hapa ninanukuu, tunashuhudia si tu mgogoro wa wakimbizi, lakini unakuwa mgogoro wa usalama wa chakula wa kasi. Mwakilishi wetu wa shirika hili la chakula duniani Alison Oman kutokea Lebanon ameeleza hili. Na huo ndio mwisho wa kunukuu taarifa hiyo ya FAO, shirika la chakula duniani. Wakati mazungumzo yakitarajiwa kuendelea huko Islamabad nchini Pakistani, huku jeshi la IRGC likiapa kufanya mashambulizi makali usiku kucha siku ya leo, Rais wa Marekani Donald Trump amegeuzia shingo yake Uingereza kuomba msaada wa kivita kwa Waziri Mkuu wa Uingereza Bwana Keir Starmer, ambapo ameitisha mazungumzo ya kina na Waziri Mkuu huyo wa Uingereza Keir Starmer, kwa kile ambacho ameeleza nchi hizo mbili zitajadili kwa kina uwezo wa kijeshi na mipango ya kuhakikisha usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Akizungumzia hilo, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amenukuliwa na shirika la habari la Reuters kutokea nchini Uingereza akisema, na hapa ninamnukuu, tumekuwa tukiunganisha muungano wa nchi hizi, tukifanya kazi katika mpango wa kisiasa na kidiplomasia, lakini pia tukiangalia uwezo wa kijeshi na vifaa vya kusafirisha meli kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Kufuatia hilo, wachambuzi wa siasa za kijiografia na mizozo ya kieneo naeleza kwamba hatua hiyo ni hatua ya karibu ya ulaghai wa Marekani ambao ameufanya kwa Uingereza ili kupata msaada wa karibu katika vita vyake vinavyoendelea kati yake na Iran. Wakati mazungumzo yakitarajiwa kufanyika huko mjini Islamabad nchini Pakistani, mwakilishi mkuu wa Iran aliyeteuliwa na kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei, ambaye ni spika mkuu wa bunge la Iran Mohammad Bagher Khalibaf, amesema ya kwamba Marekani lazima iachilie mali zake zote zilizozuiliwa kabla ya mazungumzo ya Islamabad kuendelea, akisema hilo ni kama sharti na onyo kuu la kutekelezeka kwa mazungumzo hayo baina ya pande hizo mbili za uhasama. Na akilizungumza hilo, Mohammad Bagher Khalibaf amesema, na hapa ninamnukuu, hatua mbili kati ya zilizokubaliwa kati ya pande mbili bado hazijatekelezwa: kusitisha mapigano nchini Lebanon na kuachiliwa kwa mali zilizozuiliwa za Irani kabla ya kuanza kwa mazungumzo. Mambo haya mawili lazima yatimizwe. Spika wa bunge la Irani Mohammad Bagher Khalibaf amezungumza hilo kupitia ukurasa wake rasmi wa mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, akielezea masharti ya Irani kabla ya mazungumzo hayo kuanza, ikiwa yeye ndiyo mkuu wa uwakilishi kutokea nchini Iran. Hayo yote yanajiri wakati ambapo uhasama unazidi kuongezeka na kuwa mkubwa zaidi baina ya pande hizo mbili zinazohasimiana kivita, huku maafisa wa ngazi za juu kutokea nchini Iran wakiwa hawana imani thabiti juu ya mazungumzo hayo na ufanyikaji wake huko mjini Islamabad nchini Pakistani. Yapi maoni yako juu haya yote yanaendelea kati ya vita vya Iran na Marekani? Mimi ni chifu mkuu wa itifaki na hii ni Homa TV. Instagram andika @Afisa3_official. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.